ni Mahanjumati Chapchap. Karibuni sana, siku nyingine tuko hapa Kunduchi Mtongani. Tuko na Zulfa pamoja na Kurthum ambao wao ndio wahusika ama washiriki wetu kwa siku hii hapa ya leo. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Bwana, leo tumebarikiwa kutokea maeneo haya hapa ya Kunduchi ama Mtongani, Dar es Salaam, kwenye uwanja mkubwa sana ambapo pia kuna shughuli za mnada zinafanyika hapa. Lakini Mahanjumati Chapchap na sisi tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuonyesha burudani nzuri na ushindani mzuri sana wa mapishi. Na leo tuko na Zulfa pamoja na Kurthum ambao wao ndio wahusika ama washiriki wetu kwa siku hii hapa ya leo. Mimi jina langu naitwa Main Chef Jivas. Wanapika nini hawa? Watapika kwa dakika ngapi? Hiyo ni kazi ya Zainab Isa, mtaalamu wa mapishi. Atakapokuja kwenye hili jukwaa hapa atasema kile ambacho kinapaswa hawa kukifanya na kwa muda gani watakifanya. Lakini utaratibu ni mwepesi tu. Wewe ambao unatazama TV sasa hivi inabidi ukae tu hapo hapo, kwa sababu unaenda kutazama show nzuri sana na ushindani mzuri sana ambapo tayari hawa watu wamejipanga vizuri sana. Lakini kabla hatujaanza, mimi nawashukuru sana kwa dhati Lake Energies, Lake Gas, lakini pia Red Gold pamoja na Evoque na Silver Dome, washikaji zetu ambao wanatupa sisi nguvu Mahanjumati Chapchap kwa msimu huu wa 3. Nimkaribishe Zainab Isa, lakini kabla ya kumkaribisha Zainab Isa nataka nizungumze pia na hawa wahusika kwanza, nifahamu mawili matatu kutokea kwao, au sio? Mambo vipi? Safi. Watanzania wanakutazama, lakini pia wananchi ambao wamejitokeza maeneo haya hapa na wao wanakutazama na wanakusikia, wanataka kufahamu mawili matatu kuhusiana na wewe, au sio? Unaitwa nani? Naitwa Zulfa Angelus Lucas Yela. Ndio. Ni mkazi wa Kunduchi, Dar es Salaam. Zulfa, wewe ni mamalishe ama tu ni mpishi wa nyumbani? Mimi ni mtu ambaye nilianza kupenda kupika mpaka hapa nilipofikia sasa. Kwa unapenda kupika pika? Yes, ila sio mamalishe? Hapana. Okay. Unapenda kupika vyakula vya aina gani? Inategemea, lakini mara nyingi nimebase kwenye barbecue. Wewe ni mtaalamu sana wa barbecue. Yes. Okay. Lakini pia vingine naweza kupika, inshallah. Unaweza vyote. Umejipangaje kwa siku hii ya leo? Yote heri. Watakao kula majaji ndio wenye kusema kila kitu, lakini na imani kwa uwezo wa Mungu nitaweza. Hakuna shida, uko sawa kabisa, sio? Amina. Asante. Naomba niongee na mwingine hapa naye tusikie. Mambo vipi? Poa. Umependeza sana na apron nzuri sana ya Red Gold. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Kurthum Mohamed Mpalo. Kurthum, wewe ni mamalishe? Hapana. Okay. Hii ni kwa mara ya kwanza naweza nikasema kwa msimu huu kuwapata washiriki ambao wao sio mamalishe, ni wapishi tu wa kawaida wa majumbani. Na wewe unapenda kupika vyakula vya aina gani hasa nyumbani? Mimi napenda kupika vya aina yote. Vyote unapika? Ndio. Una miaka mingapi toka ujihusishe rasmi na haya mambo ya kupika? Kuna wanawake hawezi kupika, unafahamu hilo swala? Poleni wanawake ambao mjui kupika. Napenda kupika, napikia familia yangu tu, najisikia raha. Chochote ninachojifunza kupika napika. Huwa sichagui kipi cha kupika. Chochote ambacho unachopenda kujifunza napika. Unakipika. Mimi nimeipenda hiyo. Umejipangaje kwa siku hii? Niko vizuri, nimekuja kushindana na ndugu yangu. Tuweze kuona yaani tusaidiane kipi kitakuwa kitamu zaidi kwa mwezi, lakini na imani wote tutafanya vizuri. Kitu pekee ambacho nimekipenda kwa washiriki wetu siku hii ya leo, wanatabasamu, yani wako happy, yani wanasubiria kweli tuanze kushindana. Basi sawa, mimi naomba nimkaribishe mtaalamu mwenyewe sasa, Zainab Isa, ili aweze kutuambia hawa wanaenda kupika dishi la aina gani na kwa dakika ngapi, alafu tuanze kushuhudia sasa huo mtanange. Zainab, karibu. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Hii ni Mahanjumati Chapchap. Karibuni sana, siku nyingine tuko hapa Kunduchi Mtongani na tuko na wapishi ambao wako tayari, wako very excited. Hata mimi wananifanya niwe na hamu ya kuonja chakula ambacho tutakipika siku ya leo. Na leo basi kutoka hapa Mtongani tutawaomba wapishi wetu tutayarishie wali pamoja na maini. Jinsi watakavyobuni, watakavyopika ni juu yao, lakini chakula hicho kiwe kimeiva ndani ya dakika 25. Na tuna uhakika kwamba dakika 25 zitawatosha kukamilisha chakula hiki, kwa sababu tuna Lake Energies, majiko ya gesi ambayo yatahakikisha kwamba chakula hiki kinaiva ndani ya dakika 25. Lakini vionjo vyote kutoka Red Gold viko hapo. Kwa hiyo ndani ya dakika 25 tunatarajia kupata wali pamoja na maini. Kazi kwenu.
Haya, twende. Hii ndo maana mapishi na burudani, watu wanapika na tunapata burudani ya muziki. Huku Kuruthumu, huku Zulfa. Wali maini ndio ambao wanashughulikiwa hapo. Hatari lakini salama. Twende. Wanawita DJ Kili. Pesa nazo sina, kasukini acha. Pesa nazo sina, kasukini acha. Weni ache kimya. Sema. Sawa elimu sina, hata kazi sina. Sina chokomba shimu hichi nachofanya. Usipende bure bure, tauponza. Tauponza moyo, tauponza. Wetini. Unapenda meshangazi ngazi utaona. Walokuwepo jukwani hapo ni Kuruthumu na Zulfa, ambao wao wanapika wali maini kwa dakika 25. Kitaeleweka. Mani harufu tu natufanya tutamani kula. Kwa wale ambao wanakutazama sasa hivi wangependa kujua jinsi gani ulivyoandaa maini yako kwa faida yao ya nyumbani, lakini kwa wale ambao wanakutazama hapa mbele yako, hebu wape funzo. Kwanza nimeosha maini yangu, alafu nikayatoa ile kamba la juu, gamba lake lile ambalo liko teketeke, ili kuweza kufanya maini yangu yaive vizuri na yawe yana taste nzuri. Kwa sababu ile cover ya juu inafanya maini kidogo yanakuwa magumu, alafu huwezi kupata taste yake nzuri kwamba maini yanakuwa na ladha gani anapokuwa umevua lile gamba lake. Jamani, nimepata kichochote kitu au sio? Maini yanatakiwa yatolewe ile gamba ili yaive kwa uzuri. Na wali hapa naona una vionjo vingi. Awali nimeweka maji ya moto pembeni kwanza, alafu nikakaanga kitunguu kidogo, nikaweka na star pamoja na mdalasini na kidogo na vikaroti kwa kutupia ili wali wangu uwe wali maua, alafu nikaweka na nazi. Kazi kwenu ndugu zangu. Upande wa pili huko kwa jirani, tuelezee jinsi gani ulivyoandaa maini yako. Maini yangu nimeanza kwa kuyaosha na ndimu kwanza kwa ajili ya kukata shombo ya maini, kisha nikayabandika jikoni nikayakaanga, alafu baada ya hapo nikatia marination naendelea kupika. Na wali wangu una hitilafu kidogo. Kila laheri jamani, nimebakisha dakika 5 tukumaliza dishi hizi, na mwisho wa siku basi watatusevia kwenye sahani, na nyinyi wote ambao mko hapo mbele mtapata nafasi ya kuonja kwa kuchaguliwa na MC Jivas. Atawaita hapa mbele na kuonja na kutuambia dishi ya nani imekizi vigezo. Nawapandisha na washusha kama nacheka kwa dharau. Nawapandisha na washusha kama mjini akili nguvu, nenda shamba ukalime. Usinipeleke ndakupa bukuta, seke seke lote kwa pafuta. Unajifanya chezo umechanganyikiwa, wakati mtoto kwenu chai maziwa. Nipe tena. Usela noma, usela ukizidi sana ndugu yangu utakwenda jela. Usela noma, usela ukizidi. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Swaumu, unaangalia kinachoendelea pale jukwani? Ndio. Dakika 25 za wali maini. Wewe pia ni mpishi, si ndio? Ndio. Wewe ungetumia dakika ngapi? Kama ni gesi, hizo zinatosha kupikia. Pale ni gesi ya Lake Gas. Faster chap yani. Nimeona. Unadhani zinatosha kwa wale wote wawili kuzitumia vizuri kwa kukamilisha chakula cha ambacho wamepewa, wali na maini? Inatosha. Nani unampa nafasi kidogo ya ushindi ukitabiri tu kwa kuangalia tu jinsi ambavyo wanavyoendelea pale kupika? Kuruthumu. Haya, sawa, haina noma. Habari yako? Salama. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Umetazama tokea mwanzo, sio? Ndio nimefika sasa hivi. Ndio umefika sasa hivi. Sasa pale kuna Kuruthumu pamoja na Zulfa ambao wao
wanapika wali maini kwa dakika 25. Dakika zimetembea kidogo, wanakaribia kumaliza. Maswali yangu mawili tu. Kwanza, dakika 25 kama ungekuwa wewe, zingekuwa fair? Ndio. Zinatosha? Ndio, zinatosha. Swali langu la pili, kwa dakika hizi za mwishoni tu ukiwatazama pale, unadhani nani anaweza akafanya vizuri zaidi? Chakula chake kitakuwa kitamu, delicious kuliko mwingine? Huyu mwenye kilemba. Mwenye kilemba, Kuruthumu. Haya. Nikikupa nafasi ya kuja kuonja baadaye, utakuja kuonja pale utuambie nani mshindi? Ndio, naonja. Nimekuona muda mrefu sana. Sasa nataka uniambie, wamama wenzio pale wanashughulika pale kutoa wali maini. Dakika ni 25 za kupika hiko chakula. Wewe kama mama, una mgahawa wako pale, wateja wamekaa unasubiria wali maini, ungepika kwa dakika ngapi? Dakika nyingi sana. Ungepika nyingi sana. Nataka uniambie mwishoni haraka kidogo. Wewe wali maini wewe unapikaga vipi? Kama ungekuwa unapika wewe wali maini, ungepikaje? Kwa haraka tu. Nayaosha, naweka kwenye sufuria, naweka chumvi, ndimu, nayabandika jikoni. Haya, haina shida basi. Hivyo ndivyo ambavyo yeye amesema angepika hivyo wali maini. Lakini Zulfa pamoja na Kuruthumu wao wanaendelea pale kumalizia, alafu baadaye tutawaita waonjaji ambao hawa wananchi waliojitokeza maeneo haya ya Kunduchi hapa Mtongani, Dar es Salaam, kwa ajili ya kuweza kutuambia baada ya kuonja watasema nani wanampa nafasi ya ushindi. Mahanjumati Chapchap. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Bwana, nyinyi ambao mnatazama hapo, ule muda wenu unakaribia sasa. Dakika moja ndio ambayo imebaki, ambayo sasa wataitumia hii dakika kwa ajili ya kuweza kupakua. Sahani ziko hapo nyuma yenu kwenye meza. Kwa dakika hiyo iliyobaki basi mnaweza mkaitumia kwa ajili ya kusave. It's your little boy Gaddafi, and I'm too real sloppy. Amaro apate pichao, ailigoma nikiwa na DJ mchezo tawaua. Kafo paka kasikwa nyao, yuko na kusate na we mushizo ilipanda homa. Bwana, sawa. Wali maini kwa dakika 25 tayari umekamilika. Dakika moja ambayo ilikuwa imebaki ilikuwa ni kwa ajili ya kusevu. Zulfa pamoja na Kuruthumu wao wameshamaliza kazi yao. Kazi iliyobaki ni kuwaita sasa watazamaji ama watu ambao wako hapa, wananchi, waje waonje, watuambie nani ambaye anapata nafasi ya ushindi. Lakini kabla ya hapo ni waruhusu hawa waende wakapumzike, alafu ni wakaribishe sasa waonjaji, au vipi? Tunakwenda break, tukirudi time ya kuonja. Dada hapa, wewe utakuwa wa kwanza. Karibu, utaonja sahani hiyo ya kwanza. Ukimaliza unakuja kwenye upande wa pili, au sio? Twende kazi. Huna haja ya kuharakisha, tutakusubiri. Kula vizuri ili tukikuuliza utoe jibu la uhakika. Sasa jamani, wamemaliza au sio? So wamemaliza na mmewaamini. Watupe majibu au vipi? Kuna mic hapa. Hii itatembea kwa kila mmoja wenu. Naomba mic brother hapo. Ailete ianze huku ambapo ilikuwa imeanzia huku. Kura yako inakwenda kwenye sahani gani? Hii ya kwanza au ya kule? Ya kwanza. Hii hapa. Haya, mpe brother hapa. Tunahesabu wote ndugu zangu Kura ya kwanza hapa au vipi? Kura yako inakwenda kwenye sahani gani? Hii ya kwanza, ya pili? Ya kwanza. Ya kwanza. Ya pili hiyo. Haya, mpe pia dada yangu hapa. Kura yako inakwenda wapi? Ya kwanza. Hebu niambie kwa nini? Kwa sababu yani chakula kimekauka vizuri afu kitamu. Haya, mpe brother hapo. Kura yako inakwenda wapi?
Namba 1 ana balaa hatari. Haya. Maliza pale kazi. Hii namba 1 iko vizuri, lakini hata cha pili na kimejitahidi. Sasa hapa lazima useme mmoja. Hiki cha pili na kina kiwango vizuri nacho. Kipo vizuri na. Okay, kwa hiyo wewe umepeleka kura yako kule. Nikipenda hichi. Kwa hiyo ni kura 4-1, au sio? Kwa hiyo tayari tushampata mshindi, si ndio? Haya, sasa mimi natoa matokeo ya jumla. Kura ni 4-1. Kura 4 zimeenda kwenye sahani ya upande huu ambapo mimi nimesimama. Kura 1 imekwenda kwenye sahani ya upande wa kule ambapo amekaa brother kule upande wa DJ Kili. Sasa kwenye kupika huku alikuwa amekaa Kuruthum, au sio? Kujelekea hapa ili tuelewane. Wakati wanapika upande huu alikuwa amekaa Kuruthum na huku alikuwa amekaa Zulfa. Lakini wakati wa kuonja hizi sahani sisi tulizibadilisha, ya Kuruthum ikaenda kwa Zulfa, ya Zulfa ikaenda kwa Kuruthum. Kwa hiyo mshindi ni Zulfa. Makofi mengi, bado sijasikia makofi. Waonjaji naomba mshuke tuache washiriki. Aha. Kuruthi, mambo vipi? Safi kabisa. Shwari. Alhamdulillah. Mimi napenda una furaha tokea mwanzo. Ndio vizuri kufurahi. Kwanza kwa kuhakikishia tu ambao wako mbali hawazioni vizuri hizi sahani na ambao wanatazama TV, uhakikishie kwamba kweli hiyo sahani ambayo iko upande wako sio ya kwako, si ndio? Hii ya Zulfa ya kwangu ile pale. Kwa hiyo hata yeye anakubali mshindi sio yeye, mshindi ni Zulfa. Unalipi la kusema baada ya haya matokeo? La kusema kwamba labda ukuwafafanulia wazo mwanzo walipokuona tulimesimama kwenye kupika. Ndio. Ilipaswa mwambie tuna change waelewe, lakini mliofanyia fumbo kwa watu hawakuelewa. Tunafanya hivyo ili tupate kura za ukweli. Okay, sawa. Nzuri. Nimefurahi lakini. Hongera sana lakini. Asante sana, nimefurahi. Nimependa umepika vizuri sana kwa usafi na kwa wakati. Dakika 25 umezitumia vizuri sana. Wala sijali, nashukuru sana. Asante sana. Zawadi zinakuja kwa ajili yako, lakini naomba niongee pia na mshindi. Utaweza kuongea? Jitahidi kidogo. Utaweza kuongea kweli? Mambo vipi? Poa. Hongera kwa ushindi. Asante. Neno moja ambalo natamani kulisema, naomba ulizungumze. Sijategemea na sijawahi. Imekuwa ni mara ya kwanza. Nashukuru Mungu na imekuwa mara bora kwangu. Nafikiri nitajaribu tena na tena. Ndio. Asanteni. Haya, haina shida. Asante sana. Naomba nikabidhi zawadi kwa washiriki wote wawili. Na nitatoa zawadi kwanza kwa dada Kuruthum pale kwa sababu pia yeye amepika vizuri na ana deserve kupata zawadi. Tafadhali naomba mkabidhi zawadi zake kutokea Red Gold. Hizo hapo. Mpe moja moja hapo. Hiyo package ambayo ilishika mwanzo unaona hapo ina tomato paste na mango pico, peanut butter, vinegar, pilipili mwendo kasi na hiyo ketchup pia tomato safi. Sogea mbele kidogo hapo dada Kuruthum. Yes, lakini pia amevalia apron kutokea Red Gold, nayo ni zawadi yake, na pia kuna t-shirt nzuri sana ni zawadi yake. Mkabidhi t-shirt yake. Ataweza kuibadilisha akiwa jikoni anapika, anapata kumbukumbu nzuri sana ya Manjumati Chap Chap kwa msimu wa 3. Lakini pia kuna t-shirt nyingine kutokea Evoque na Silverdome. Evoque na Silverdome, wauzaji wa vifaa vya majumbani vinavyotumia gesi na umeme kama majiko, feni, pasi, rice cooker na vitu vingine vingi sana. Asante sana. Kuna zawadi nyingine hapo ya Kuruthum. Yes, kuna t-shirt nyingine pia hapo kutokea Lake Energies. Hiyo hapo ionyeshe tu, wanaitazama hapa. Form 6 nzuri sana. Hizi zote ni kumbukumbu nzuri sana za Mahanjumati msimu wa 3 kwa yeye kushiriki. Sawa, naomba nikabidhi pia zawadi kwa mshindi wetu siku hii ya leo, Zulfa kutokea Kunduchi Mtongani.
Naomba mkabidhi zawadi zake kutokea Red Gold package ambayo ameipata kama rafiki yake aloipata. Yes, ina pesti za kutosha, ina peanut butter, mango pico, ina tomato, ina vinegar, ni ketchup ile tomato, lakini pia na yeye anapewa t-shirt nzuri kutokea Red Gold pia. Hiyo hapo anawaonyesha. Mnaiona lakini msisahau pia naye amevalia apron kutokea Red Gold nzuri sana, msisimko wa mtaa. Lakini pia anapata t-shirt nyingine nyeupe kutokea Evoque na Silverdome. Hiyo hapo. Sogea kwa hapa kidogo watu waone vizuri. Hapo. Mmeiona hiyo nzuri sana, na t-shirt nyingine pia form 6 kutokea Lake Energies Lake Gas. Lakini haishi hapa tu, kwa sababu yeye ni mshindi. Pia anakabidhiwa zawadi kutokea Lake Energies, anapewa mtungi mkubwa wa gesi ukiwa umejaa full, pamoja na jiko la gesi la plate 2. DJ Kili. Full package na vifaa vyote kabisa, au sio? Mimi shukrani zangu za dhati kwa nyinyi wananchi ambao mmejitokeza maeneo haya hapa uwanjani kabisa Kunduchi Mtongani, kwa sababu Mahanjumati imeweza kuwafuata na nyinyi mmeifuata. Lakini shukrani zangu za dhati nyingine zinakwenda kwa Lake Energies Lake Gas, lakini zingine zinakwenda kwa Red Gold, na zingine zinakwenda Evoque na Silverdome. Na shukrani zangu za mwisho zinakwenda kwa production team Kisamo, director Ubwa Feruz Kenneth, lakini pia Arctic pamoja na mtaalamu wa mapishi Zainab Isa. Jina langu naitwa Main Chef Jivas, MC Jivas. Tukutane tena siku nyingine Jumamosi 3:30 usiku, Azam TV. Mahanjumati Chap Chap ni Kaskas.